take 2 hours today. Kwa sababu leo hatutachukua masaa mawili. I'm just going to take 10 minutes and I'll be done. Atamaliza tu dakika 10 na atakuwa amemaliza. Hallelujah. Hallelujah. I'm saying make sure there is no empty seat. Yani angalia kusiwe na kiti kisicho na mtu mbele yake. Kuna venye hizo viti unisukua. So nijalie tu. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So we can sit down in the presence of the Lord. Kwa hiyo tunaweza kukaa chini katika uwepo wa Bwana. I'll be very, very short. Na nitakwenda kwa ufupi sana. Hallelujah. Hallelujah. There's something that we are going to show you. Kuna jambo ambalo nataka niwaonyeshe siku ya leo. And after that we will pray. Na baada ya hayo tutaomba. And I've already thankful to God because Bishop has already preempted that. Namshukuru Mungu kwa sababu tayari tumeigusia. Hallelujah. Hallelujah. Umeshindaje? How have you been responding to this word that you've been receiving? Je, umekuwa ukilipokea neno hili ambalo vipi? What I'm going to show you is in line to what we have already shared. Ninachoenda kuonyesha ni yale tu ambayo tayari tumeshiriki. And if you've been following me in the recent past, you realize that there's somewhere I've been going to. Na kama umekuwa ukimfuata kwa hivi karibuni utajua kuna mahali anaelekea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And that's what I'm going to show you. Na hayo ndio nataka niwaonyeshe. Firstly, here we talked about the presence of the Lord. Wakati uliopita tulinena kuhusu uwepo wa Bwana. And I taught you how to value the presence of the Lord. Na niliwaonyesha jinsi ya kudhamini uwepo wa Bwana. And we saw in scripture how there is a presence of God that always follows everyone that God speaks. Na nilionyesha katika maandiko kwamba kuna uwepo wa Bwana, utukufu wa Bwana ambao huwa unafuatilia kila neno la Bwana analolinena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And after that we talked about what Christians ought to do when the foundations are shaken. Na baada ya hayo niliwaeleza kuhusu ni nini Wakristo wanafaa kufanya wakati misingi inapotikiswa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I submitted to you 5 attributes that a Christian ought to possess. Na niliwapa tabia 5 ambazo Mkristo anafaa awe nazo. So as to be the will of God even when the foundations are shaken. Ili tuweze kutenda mapenzi ya Mungu hata kama misingi imetikiswa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Talk about love. Alinena kuhusu upendo. Understanding love. Jinsi ya kuelewa upendo. And say the only way we can understand love is if we understand how God loved us. Na jinsi tu ya kuelewa upendo ni kuelewa jinsi Mungu alivyotupenda. We talked about wisdom. Tulinena kuhusu hekima. There is a component of wisdom that I didn't touch. Kuna jambo moja katika hekima ambalo hakugusia. The Bible says in Ecclesiastes chapter 1 verse 8. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 1:8 that to him who has much wisdom is much sorrow. Ya kwamba katika kitabu hicho inasema ya kwamba yule ambaye ana hekima zaidi pia ana huzuni zaidi. And to him who increases in knowledge addeth more grief. Na yule ambaye anaongeza ujuzi zaidi anajipa maombolezo zaidi ama huzuni. There's something between wisdom and sorrow. Yani kuna uhusiano kati ya hekima nyingi na huzuni. And if you have ever been in ministry or if you have ever been a leader in any capacity, you can understand. Na kama wewe umewahi kuwa kiongozi katika kiwango chochote unaweza kuelewa anachosema. There is sorrow in knowing something. Kuna huzuni unapojua jambo and really trusting God to show something to somebody. Na unamtumainia Mungu amuonyeshe mtu jambo, hoping that they get it the very way you've gotten it. Ukitarajia kwamba wataipata kwa jinsi ile ambayo wewe umeweza kuipata. Only to be disappointed when they do the opposite. Lakini inaudhi sana wakati watu wanafanya kinyume cha yale unayotarajia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm talking to somebody. Je, nanena na mtu. We have firstborns. I think firstborns can relate to it. We have firstborns. Kuna wale watoto wa kwanza, wazaliwa wa kwanza. Hapa wewe ni firstborn kwenu. Praise the Lord. Inua mkono. You see, if you are a firstborn in a home, unajua kama wewe ni mtoto wa kwanza ama kifungua mimba kwa jamii,
There's a burden, there's a responsibility. Kuna mzigo, kuna majukumu ambayo unayo. Because there's somewhere you want to take that home to. Kwa sababu kuna mahali ambapo unataka kuelekeza hiyo familia ifike. Maybe you have seen a light in education. Pengine umeona nuru au mwanga katika elimu. And you desire all the people to be educated just like you. Na wewe unatamani watu wote katika familia yenu waweze kupata elimu kama wewe. Even commit to pay them fees. Hata unajitolea kuwalipia karo. And they go to school and they just behave funny. Lakini unakuta wanaenda shuleni lakini wanaanza kufanya mambo ya kiajabu ajabu. It's that kasoro that slaps you. Sasa unapata unapigwa na huzuni fulani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because you see this thing is good. Kwa sababu unaona hii elimu ama jambo hili ni nzuri. And you are trying to show them they are not seeing it. Lakini unajaribu kuwaonyesha na hawaoni. So in your wisdom, kwa hivyo katika hekima yako, you end up with much sorrow. Unamalizia ukiwa na huzuni sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So the sorrow now, if you are a firstborn, kwa hivyo huzuni kama wewe ni kifungua mimba, mzaliwa wa kwanza. What servants of God go through. Hivyo ndivyo watumishi wa Mungu hupitia. What servants of God yale ambayo watumishi wa Mungu hupitia is 1,000 times what you go through. Ndio mfano wa yale wewe mtoto wa kuzaliwa wa kwanza wewe unapitia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because God shows you something. Kwa sababu Mungu anakuonyesha jambo. And you see how significant is it. Na unaona jinsi jambo hilo ni la umuhimu. And then you show it to people, somebody. Na wewe unaonyesha watu au mtu. And then they just leave it like that. Na hao wanaichukulia kimzaha tu na wanaiacha hivyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I understand now when Solomon was saying that in much wisdom there is much sorrow. Sasa anaelewa kwa nini Suleimani alisema katika hekima nyingi kunaambatana na huzuni nyingi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That even if you are there, hata pia kama uko hapo, your endeavors will not be in vain in Jesus. Kazi yako haitakuwa bure katika jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Lord was encouraging me in a scripture. Mungu alikuwa akimtia moto katika andiko. Just this week, wiki hii tu, we had gone for baptism session. Walikuwa wameenda katika ubatizo mahali. And you see, read this scripture, read personal this scripture time and time again. Na yeye amesoma maandiko haya mara mingi sana. But somehow I didn't get that revelation until that day at the stream boundary. Na yeye hakuwa amepata ufunuo huo hadi alipofika pale kwenye mto. In John chapter 3, katika Yohana sura ya 3, there's a man called Nicodemus. Kuna mtu anaitwa Nikodemo. Nicodemus was a Pharisee. Nikodemo alikuwa Farisayo. A devout Pharisee. Yaani alikuwa Farisayo mkuu. But this man goes to Jesus. Lakini mtu anamwendea Yesu. The Jesus they have been persecuting. Yule Yesu ambaye wamekuwa wakimuudhi. The Jesus that they want dead. Yule Yesu ambaye wametamani auawe. And then he tells him, naye anamwambia Yesu in verse 2, katika mstari wa 2, that we know you are from God. Anamwambia kwamba tunajua umetoka kwa Mungu. For nobody can do these signs you do unless he comes from God. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kutenda ishara unazotenda kama hajatoka kwa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So many of these Pharisees were pretending actually. Kumbe hao Mafarisayo walikuwa tu wakijifanya. They knew Jesus. Walimjua Yesu vizuri. They knew he was the Son of God. Walimjua kwamba ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. In public they oppose him. Lakini mbele ya watu wanampinga pinga. During the day they oppose him. Mchana wanampinga pinga Yesu. But in the evening they go and tell him we know. Lakini ikifika usiku wanamwendea Yesu wanamwambia tunajua umetoka kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. They know. Wanajua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm encouraged even now. Kwa hivyo ninajitia moyo. That even if the results are not yet. Hata kama matokeo hayapo sasa. One thing I know. Jambo moja ninalojua is that you know. Ni kwamba unajua. And that the world knows. Na kwamba dunia inajua. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. See, when I got that thing, alipopata huo ufunuo, I learned that the Pharisees akatambua kwamba Mafarisayo were much more believers in Christ, walikuwa wanamwamini Yesu sana zaidi than the disciples of kushinda hata wanafunzi wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And if you get to scripture, you'll see this. Ukisoma maandiko utatambua haya. You see, after Jesus is put on the cross, baada ya Yesu kutundikwa mtini, he dies, anakufa, is buried, anazikwa, is put in a tomb, anawekwa kaburini, huge stone rolled to cover, na jiwe kubwa linawekwa kufunika kaburi.
You know, after 3 days, Lakini baada ya siku 3 Jesus had made it known to everybody Yesu alikuwa ameambia kila mtu that after 3 days he would rise. ya kwamba baada ya siku 3 atafufuka. The disciples did not believe this. Mitume hawakuwa naamini haya. And that's why when Mary and the two Marys, when they experienced the angel and they tell them that Christ is risen, Na ndio sababu wakati wale wanawake walipokutana na malaika na wakarudi kuambia mitume kwamba Yesu amefufuka, the disciples could not believe them. mitume hawakuamini. And they have to run to the grave to confirm. Na kwa hivyo ikabidi wakimbie kule kaburini kuhakikisha. Compare this with the Pharisees. Hebu fananisha haya na Mafarisayo. On the 3rd day, Siku ya 3 they knew that the Christ would rise. walijua kwamba Kristo atafufuka. So early in the morning, Kwa hivyo asubuhi na mapema they go to the grave wanaenda kaburini to confirm. kuhakikisha, And indeed they find that he has risen. na kwa hakika wakapata kwamba amefufuka. What do they do? Walifanya nini? They bribe this watchman. Wakaenda wakawahonga wale And askari, they may tell people wakaenda ili waende kuwatangazia watu that his body was stolen. ya kwamba mwili wa Yesu uliibiwa. Why did they do so? They did not believe. Kwa nini walifanya hayo kama hawakuamini kwamba amefufuka? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Between the two was a more believer. Nani kati ya hawa wawili alikuwa anaamini zaidi? The one that is told even that he has risen and he runs to confirm. Yule ambaye ameambiwa kabisa amefufuka na anaenda kuhakikisha, Or the one that knows the word that on the 3rd day he rises and then goes there very early to confirm. ama yule ambaye ana hakika ya kwamba siku ya 3 atafufuka na kwa hivyo anaraukia asubuhi kwenda kuhakikisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. They know. Wanajua. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even in the world. Hata duniani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As a Christian, I'm here to encourage you. Kama Mkristo ninakupa moyo. If you know what God has called you to do. Ikiwa unajua yale Mungu amekuitia kufanya. No wonder the opposition you face. Haijalishi unapitia pingamizi kiasi gani. No wonder how many people call your God fake. Haijalishi watu wanamuita Mungu wako kwamba ni bure na praise the Lord. Bwana asifiwe. Be encouraged in the Lord. Tia moyo katika Bwana. Because they critique you during the day. Kwa sababu watakupiga mchana, but in the evening, lakini usiku in their closet, wanapojificha they tremble, wanatetemeka. for they know you serve a God in Kwa heaven. sababu wanajua unatumikia Mungu aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Amen. Amen. We talked about that. Tulinena kuhusu hayo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. After that, we talked about the sin conscious worship. Baada ya hayo tulinena kuhusu ibada ya mtu ambaye anajiona yeye ni mwenye dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We saw how we really ought to perceive ourselves in Christ. Na tukaona jinsi tunafaa tujitazame ndani ya Kristo. How we ought not to treat God as a witch doctor. Ya kwamba tusimchukulie Mungu kama mganga. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because God is something different. Kwa sababu Mungu ni tofauti. And we are in Him. Na sisi tuko ndani yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And then after that we talked about the anointing you need. Na baada ya hayo tulinena kuhusu upako unaohitaji. Understanding the anointing you need. Kuelewa upako unaohitaji. And we talked about the distinctive order in the anointing. Na tukazungumza kuhusu mpangilio wa upako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And after that I told you, na kwa hivyo nikawaambia, as Paul was saying, jinsi Paulo alivyosema, that there is no more excuse ya kwamba hakuna sababu tena for you to fail, ya wewe kushindwa, for you to refuse to sign, ya wewe kushindwa to shine, kung'aa, for even all the mysteries kwa sababu fumbo zote that were hid ambazo zilikuwa zimefichwa have now been revealed. zote zimefunuliwa. How can we fail? Je, tutashindwa Ask vipi? your neighbor, how can you fail? Muulize jirani yako, utashindwa namna gani? How can you fail? Utashindwa kivipi? Turn with me to Hebrews chapter number 4. Hebu geukia Waebrania sura ya 4. Reading from verse 1 to verse 3. Soma mstari wa kwanza hadi wa 3. Waebrania 4. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they had did not profit them, not being mixed with faith in those who had it. For we
who have believed do enter that rest, as he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao walioisikia. Maana sisi tuliamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. Lord, we pray that you give us understanding of your word. Yes. That we be able, Jehovah, to see things the way you see them. Yes. And we be able to align ourselves in conformity to your perfect will. Yes. We honor you for you are God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Bwana Here the writer of the book of Hebrews gives us an analogy. mwandishi wa kitabu cha Ibrania anatupa mfano. And he gives us a very good reason of why some of these things may not make meaning to some. Anasema kwamba anapeana mfano kwa nini mambo haya ambayo tumejifunza katika neno la Mungu hayana maana kwa watu wengine. He picks the example of the Israelites. Anapeana mfano kwa Waisraeli. Praise the Lord. Bwana, and it says when God called the Israelites from Egypt, anasema kwamba jinsi Mungu alivyowaita Waisraeli kutoka Misri, he had everything planned in order to take them to the promised land. alikuwa na mpangilio mzuri wa kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But we know that of the generation that left Egypt, lakini unajua kwamba vizazi vyote vilivyotoka Misri, only two entered the promised ni land. wawili tu walioingia katika nchi ya The Kanaani. rest perished in the wilderness. Wengine wote waliangamia jangwani. And the Bible tells us that the reason why they perished is that they did not mix the gospel with faith. Sababu ambayo Biblia inasema kwamba waliangamia ni kwa sababu hawakuchanganya injili na imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor faith. Wamwambie jirani yako imani. Understanding faith. Kuelewa imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That this gospel we receive, ya kwamba injili hii tunayoipokea, the message of the cross we receive, ujumbe wa msalaba tunaopokea, the teachings that we subject you to every Sunday, yale ambayo huwa tunawahutubia kila Jumapili, can only make meaning and be beneficial to you, itakuwa tuna maana na ya msaada kwako, if you shall mix them with faith, ikiwa utaichanganya na imani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. If you don't mix it with faith, ikiwa hautaichanganya na imani, then there is a high likelihood that you remain the same again. Inamaanisha kwamba kuna uwezekano mkubwa utabaki jinsi ulivyokuwa. Praise the Lord. Bwana And asifiwe. that's why the other time I was saying that there is a distinction. Na ndio sababu wakati ule nilisema kwamba kuna utofauti Within those that remain hid, kutokana na wale ambao wanabaki wameponywa, wale ambao wanatii, hidden. wale ambao wamejificha, yale ambayo yamejificha, Those that remain hid, yale ambayo yamejificha, those that remain hid, yale ambayo the people, wale ambao wamebaki wamejificha, and those that rise up and make an impact in this generation. na wale ambao wanainuka na kufanya utofauti, mambo makubwa katika kizazi hiki. The gospel is the same. Injili ni ile ile. The word is the same. Neno ni lile lile. God is only one in heaven. Mungu ni mmoja tu mbinguni. But how we respond is what will make the difference. Lakini jinsi tunavyoitikia mwito wa Injili ndio inaleta ile tofauti. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody? Je, nanena na mtu? Check your neighbor and ask them, are we together in this? Mtingize jirani yako na muulize, je, tuko pamoja? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Because it will be meaningless kwa sababu haitakuwa na maana for you to get this and remain the way you are. ya wewe kupata neno hili na kubaki jinsi ulivyo. Praise the Lord. Bwana We asifiwe. will
utukufu wowote. That if we shall pick this and make an impact, Lakini ikiwa tutachukua hii na kufanya mambo makubwa, then we give God all the glory. kwa hivyo tutampa Mungu utukufu wote. And we'll be propagating His kingdom. Na kwa hivyo tutakuwa tunaeneza ufalme wake. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. For Jesus said Kwa sababu Yesu alisema that the gospel of the kingdom will be preached, ya kwamba injili ya ufalme itahubiriwa. and then the end shall come. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody? Je, nanena na mtu? I'm actually finishing. Karibu namalizia. Now the Bible tells us that these people did not profit anything from the same gospel. Biblia inasema kwamba watu hawa hawakupata faida yoyote kwa injili ile ile. Hallelujah. Hallelujah. Meaning that it is possible you get all these, Inamaanisha kwamba unaweza kupata mambo haya yote and it ceases to make profit to you. na inakosa kukupa faida yoyote wewe. And this is even very common. We need not. You get that? Je, unapata haya? Hallelujah. Bwana Praise the Lord. Bwana asifiwe. He pitches a tent. Anajenga hema. And then after pitching a tent, Na baada ya kujenga it's hema, now when God comes to him, ndio sasa Mungu anamjia. appears to him telling him what to do. Mungu anamtokea na kumwambia anayostahili Tell kufanya. your neighbor you need to pitch a tent. Mwambie jirani yako kwamba unahitaji kujenga hema. Hallelujah. Hallelujah. When you get a message Maana kiasi gani? that it is like a person going into a field, Ni kama mtu aliyeenda kwenye konde discovers a treasure hidden in the field, naye akapata jambo kitu cha dhamana katika ile shamba, and when he gets the treasure, he covers it up, or he na hides it. alipopata ile almasi akaifunika, And then he goes back na basi akarudi kule and sells everything he had, naye akauza vyote alivyo navyo, and then he comes back to buy the land, not the treasure. naye akaja akanunua lile shamba na sio ile almasi ya dhamana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. I Hallelujah. don't know if you are seeing this. Sijui kama unaona haya. Praise the Lord. Bwana, I was asking you in the morning, nilikuwa nauliza how did you receive this message? je, ulipokea ujumbe huu? When you were first preached unto, how did you respond? Ulipohubiriwa ya kwanza, ulipokea ujumbe huu kwa namna gani? Anything stirred up in you? Je, kuna chochote kilichochochea ndani yako? Did you feel like there is something that needs to be done? Je, ulihisi kwamba kuna kitu mabadiliko yanafaa yafanyike? Did you feel any burden on you? Je, ulihisi mzigo wowote juu yako? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Because if it hasn't happened to you, if it didn't happen to you then, Na kwa hivyo kama and haikukutendekea it has never happened to you from the time you have been in the na life, kama haijawahi kukutendekea kwa muda wote ambao umekuwa kwa imani, then the only interpretation that we can give to that basi maelezo ambayo tunaweza kupeana kuhusu hayo is that you are not born again. ni kusema kwamba wewe hujaokoka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. David Paulson, one of the great writers from the States, Mwandishi mmoja anasema, says with regard to being born again, ananena kuhusu kuokoka au kuzaliwa mara ya pili. is that if there was an anomaly that you are born with, Ni kusema kwamba kama ulizaliwa na ulemavu fulani, the only way that anomaly can be rectified njia tu ya kurekebisha huo ulemavu is for you to be reborn again without the anomaly. ni wewe kuzaliwa tena bila huo ulemavu. Praise the Lord. Bwana And asifiwe. we're talking about these anomalies, and birth is talking about spiritual birth, not physical birth. Na anapozungumza kuhusu ulemavu huu ananena kuhusu kuzaliwa kwa kiroho na sio kuzaliwa kwa kimwili. Praise the Lord. Bwana If you have not been birthed the right way, kama hujazaliwa kwa njia inayofaa, even the power of the Holy Spirit will not be able to make you in line with the word of God. hata nguvu za Roho Mtakatifu haziwezi kufanya uenende sambamba na neno la Mungu. Because there always will be some discrepancies in your walk with the Lord. Kwa sababu kutakuwa na matatizo katika safari yako ndani ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That if you shall be restored and you are birthed the right way, Lakini kama utarejeshwa na kuzaliwa kwa njia sahihi, then you will be able to move right, utaweza kutembea vizuri in line with the will of God. kulingana na mapenzi ya Mungu. Tell your neighbor you need to pitch a tent. Mwambie jirani yako unastahili kujenga hema.
hema. Number 2, after pitching a tent, Ya pili, baada ya kujenga hema, you need to buy the field. unahitaji kununua lile shamba. How do you buy the field? Utanunuaje shamba? I was telling you the other times that we have all been called. Nilikuwa nawaambia kwamba sote tumeitwa. That's why we all need the anointing. Na ndio sababu sote tunahitaji To upako. make influence in the area that God has called Ili us. kufanya mambo kuwasaidia wengine. Praise the Lord. Bwana When we asifiwe. come to matters ministry, Tunapokuja katika mambo ya kihuduma, when God gives you an office or a ministry that you need to do, wakati Mungu anakupa huduma ama afisi unayofaa kufanya, or when God calls you to minister to nations, wakati Mungu anakuita kuwahudumia mataifa, praise the Lord, Bwana with asifiwe, the gospel, na injili, there are 3 ways you can respond. kuna njia 3 ambayo unaweza kuitikia mwito huo. Number 1, you can respond by going. Ya kwanza, unaweza kuitikia mwito wa Mungu kwa kuenda. As in you go and preach the gospel. Unaweza kwenda na kuhubiri injili. Become a preacher man. Wewe unakuwa mhubiri. Hallelujah. Hallelujah. You start preaching the gospel. Unaanza kuhubiri injili. Number 2, you can respond by praying. Ya pili, unaweza kuitikia mwito wa Mungu kwa kuomba. As in you pray for God to get the people to send. Watu unaweza kuomba Mungu apate watu wa kuwatuma. For example, kwa mfano, God has given you a burden over given people group. Mungu amekupa mzigo kuhusu watu fulani. And you have looked at yourself and you know you cannot go. Na wewe umejitazama ukaona wewe huwezi enda. Then you pray to God to send somebody. Lakini utaomba Mungu amtume mtu. So you become a cover to the person that will be sent through prayer. Kwa hivyo wewe utakuwa kifuniko cha yule ambaye atatuma kupitia kwa maombi yako. And number 3, na ya 3 is by sending somebody. Hata wewe mwenyewe unaweza kumtuma mtu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. By sending somebody, I mean you facilitate somebody to go. Kwa kumtuma mtu inamaanisha unamsaidia mtu kwenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Where are you? Muulize jirani yako, wewe umeitikia mwito mahali gani hapo? Ask him, where are Kwa you? kuenda ama kwa kuomba Mungu awatume watu ama kwa kuwasaidia watu kwenda? Ask them, what are you doing in this kingdom? Muulize jirani yako, wewe unafanya nini katika huu ufalme? Nobody is called to idle around. Hakuna mtu ameitwa katika kanisa ili tu kazi yake ni kukaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Everybody is called to make an impact. Kila mtu ameitwa ili afanye mambo makubwa. Let me finish with Romans 8. Hebu nimalize katika Warumi 8 verse 30. mstari wa The 30. Bible says, moreover, whom he predestined, this also called, and those who called, this he also justified, and those he justified, them he also glorified. Biblia inasema Warumi 8:30, na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. Bible says, when God calls you, Biblia inasema Mungu anapokuita, the end product must be glory. mwisho wake inafaa iwe ni utukufu. And I say it here and I'm saying again, there is no glory in being hid. Na narudia tena kusema kwamba hakuna utukufu kwa kujificha jificha. Praise the Lord. Bwana There is asifiwe. no way you will bring glory to God by being hid. Hauwezi kumletea Mungu utukufu wakati unapojificha. If the apostles had continued in the upper room in Jerusalem, Kama mitume wangeendelea kukaa kule orofani kule Yerusalemu, there is no way the gospel would have reached the four corners. hakuna njia injili ingefikia miisho ya nchi. And when they decided to answer by faith to the revelation they had got, Lakini walipoamua kuitikia mwito kwa kutangaza ufunuo waliokuwa wameupata, praise the Lord. Bwana asifiwe, Despite the persecution, hawakujali mateso waliokuwa wakipitia, they were glorified. wao walitukuzwa. Hallelujah. Hallelujah. And their work was fulfilled. Na kazi yao ikatimilizwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Lift up your hand and say, Hebu inua mkono wako na useme, that I cannot be called na kwamba siwezi kuitwa and remain hid. na nikabaki nimejificha. I must shine. Lazima ning'ae. I must be glorified. Lazima nitukuzwe. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Arise to your feet. Inuka kwa miguu yako The miwili. Bible says in John chapter 17,
Biblia inasema katika Yohana 17 when Jesus was praying for his ya disciples, kwamba Yesu alipokuwa anaombea wanafunzi wake, he prays to God directly. anamuomba Mungu akisema, He tells God the Father, anamwambia ewe Baba, and the work you sent me to do, ya kazi uliyonituma kuifanya I've finished doing it. nimeimaliza Baba. I've glorified you on earth. Nimekutukuza ulimwenguni. Now glorify me. Basi Baba unitukuze. And he tells him Na anamwambia that I pray for this that you gave me, ya kwamba nawaombea hawa ulionipa, that none of them shall be lost. ya kwamba hakuna mmoja wao And he atakayepotea. continues and he says, yes indeed, Naye anaendelea na kusema, hakika Bwana, none shall be lost, hakuna atakayepotea except the son of perdition, ila tu yule mwana wa upotovu, that scripture may be fulfilled. ili kwamba maandiko yakatimie. And in verse 20 says, Na katika mstari wa 20 anasema and I don't just pray for these ones, ya kwamba siwaombei hawa tu, but I'm also praying for those that shall come unto this faith. hata na wale ambao watakuja katika imani hii, That even then when the gospel shall be revealed to them, ili kwamba wao watakapopokea ujumbe wa Injili, and they also will be glorified. ya kwamba wao pia watatukuzwa. Hallelujah. Haleluya, Praise the Lord. Bwana asifiwe. Believers, we are carriers of God. Waumini sisi tunambeba Mungu. Holy Spirit takes abode in our hearts. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mioyo There is yetu. no way we can carry the great creator Hakuna njia tunaweza kubeba Mungu muumba mkuu and try to make an impact in the spheres he has called us to. na tukose kufanya mambo makubwa katika yale nyanja ambayo tunafanya. Hallelujah. Haleluya. There is no way you can be a carrier of God Hakuna njia unaweza kuwa unambeba Mungu ndani ya moyo wako and you are intimidated by witchcraft in your village. na unatishwa na wachawi katika kijiji chako. You cannot carry the God that created the universe as it is. Hawezi kuwa unambeba Mungu anayeumba ulimwengu And you be threatened by a creature he created. na wewe unatishiwa na kiumbe alichoumba yeye. When you are called and you have God in you, Ikiwa wewe umeitwa na una Mungu ndani yako, praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. When you are called and you have God in you, Ikiwa wewe umeitwa na una Mungu ndani yako, then it is mandatory that you make an impact. inamaanisha ni lazima ufanye mambo And makubwa. that's why I was telling you that when you get this, Na ndio sababu nilikuwa nakwambia utakapopata haya, your office, your ministry changes. ya kwamba ofisi yako, huduma yako inabadilika. In as much as many will be called to be pastors in an area, Haijalishi ni watu wangapi wataitwa kuwa wachungaji katika maeneo, for you, you will not be a pastor in an area. lakini wewe utakuwa tu mchungaji katika eneo. You will be a pastor to that area. Wewe utakuwa mchungaji wa hilo eneo. In as many as are called to be believers in an area, Ikiwa watu wengi wameitwa kama waumini katika you eneo, will not just be a Christian in that area. wewe utakuwa tu Mkristo katika eneo You hilo. will be a Christian to that area. Wewe utakuwa Mkristo wa eneo That hilo. area must testify of your God. Yaani eneo hilo lazima lishuhudie Mungu wako. Among those that are born again and those in the world. Wewe utakuwa na utofauti kati ya wale ambao wameokoka na wale ambao wako bado katika ulimwengu. So as the scripture has revealed, Kwa sababu kama jinsi neno limefunua, they know. wanajua. Wanajua. Tell your neighbor they know. Umwambie jirani yako kwamba wanajua wewe ni nani. They know. Wanajua. Hallelujah. Haleluya. Lift up your hands. Hebu inua mikono yako In Jesus' name. katika jina la Yesu. Lord, I pray in Jesus' name that Lord you fulfill your word in the name of Jesus. And I pray today, oh my Father, that you are lighting, oh God, a fire. You are kindling a fire in us, a fire to arise and do what you are calling us to do. And Lord, no longer shall we be intimidated. No longer shall we feel timid, oh God. But from today, henceforth, oh God, we are roaring to do that which you have called us to do. And in Jesus' name, I want to break every veil that has been preventing our eyes from seeing that which you have called us to do. In the mighty name of Jesus, I want to destroy every foundation that has been speaking contrary to our lives. In the mighty name of Jesus, I want to pull down every authority that has been hindering us from shining. In the mighty name of Jesus, I want to destroy every cloud that has been hiding our stars from shining. In the mighty name of Jesus, I want to pull down every traditions and the doctrines of men that have been hindering us from seeing you. In the mighty name of Jesus, my Father, I
an impact in the corporate world. Today, in Jesus' name, I pray that you are beginning to locate them, oh God. The promotion that they have so much yonder, it is coming upon them now. In the mighty name of Jesus, that they may know of your glory in heaven. In Jesus' mighty name, and to those that you have called unto ministry, in the mighty name of Jesus, I decree an end to their being healed. In the mighty name of Jesus, no longer shall they be healed, but they are rushing to make an impact. No longer shall they be healed, they are rushing to make an impact. Lift up your hands and receive of the Lord. Holy Spirit of God, move now. Holy Spirit of God, you know yours, and you know the one even Lord you prepared for this one. I pray in the name of Jesus Christ, in the fullness of your power and authority, that Lord you are moving and touching in the name of Jesus. Holy Spirit of God, I believe that I ask now that you begin to touch them, oh God, wherever they are, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray, King of glory, that you are quickening us. Even those that are slackened in the faith, you are quickening us, oh God, to mix this word with faith, that we be able to find ourselves where we ought to be, in the name of Jesus. And Almighty Father, we are praying that today, the 1st of September 2019 shall be the beginning, O God, of your glory to shine in our lives, O God. Wherever we have been hid, O God, we are beginning to shine in the name of Jesus. We thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. There's somebody here that has had an issue with arthritis. Kama kuna mtu hapa ambaye amekuwa na shida ya ugonjwa wa mifupa na miguu. You feel your legs burning, especially at night. Unasikia miguu yako ikichomeka Hasa usiku. Especially at night. hasa usiku. You feel your legs burning. Na unaona miguu yako ikichomeka. The Lord has healed you. Just come here. Mungu amesema njoo hapa mbele. Arthritis, you've been feeling your legs very, very, very hot at night. Umekuwa ukisikia miguu yako inachomeka sana. Ni moto sana usiku. You cannot even sleep some days. Hata wakati mwingine huwezi lala. Because they are so hot. Kwa sababu miguu inauma na ni moto. Hallelujah. The Lord has already healed you. Mungu tayari ashakuponya. Just confirming this. Wewe songa tu hapa mbele. And lift up your hands. Ni kuhakikisha tunainua mikono yako. Lord, in Jesus' name, confirm your healing. In the name of Jesus. Holy Spirit of God, I pray in mighty power, Lord, you are descending mightily unto the bodies of these that have risen their hands to you. That, Lord, you be able to perfect the healing in which you have revealed in Jesus' name. Now receive the power of God in the name of Jesus. Just lift up your hands and focus on God. It is coming to you. It is coming to you in the name of Jesus. Hiyo miguu inapokea mkozo wa Mungu katika jina la Yesu. Power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Receive the healing of the Lord in the name of Jesus, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Nani alikuwa anahisi hivyo leo? Nataka mwenye alikuwa anahisi hivyo leo. Hata hapa. You still feel it. You just be true. You just be honest. Bado iko. Sema tu kama iko, unasema bado nasikia. Sahi sana. Hata sahi bado unasikia. Imeisha. Pigia Yesu makofi. Words. Praise the Lord. Now kama unaenda shule, asante kaeni chini. Kama unaenda shule kuja hapa. Wacha chini kidogo. Praise the Lord. This is what God has been telling me. This is what God has been telling me this week. That people have been running away from their life.
go and get that, which is like light, but it's not light. Hallelujah. Praise the Lord. Nataka usikie hivi. That people have been running away from the light. Watu wamekuwa wakikimbia mbali kutoka kwa nuru. To go and get that which they ought to receive in the light. Kwenda kutafuta ile ambayo wangefaa waipate katika nuru. And it has been manufactured that it looks like light. Na hiyo imeundwa huko inakaa kama nuru. And it is not light. Lakini sio nuru. Hallelujah. Hallelujah. And because of that, this is what the Lord is saying. Na kwa sababu ya hiyo hadi Mungu anasema That from today, ya kwamba kuanzia leo, hallelujah, hallelujah, even for the unbelieving, hata kwa wale wasioamini, from today, kuanzia leo in this altar, katika madhabahu we haya are going to see a demonstration of the power of God. naenda kuona dhihirisho la nguvu za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the demonstration of the power of God. Tunaenda kuona Mungu akijidhihirisha In this altar, katika madhabahu we are haya. going to see raw miracles. If you have never seen one, just Tutakuwa unaona miujiza hapa kama hujawahi kuona. praise the Lord. Bwana, If you have never seen, just encourage yourself. kama hujawahi kuona miujiza basi jitie moyo. The Bible says God is saying that He's going now to do it, even to those that are not believing. Mungu anasema kwamba anaenda kutenda ishara na miujiza hata kwa wale wasioamini In this altar, katika madhabahu haya. from today, Kuanzia leo, tell your neighbor you can't miss this. mwambie jirani yako kwamba huwezi kosa haya. Lift up your hands. Hebu inua mikono yako In Jesus' name. katika jina la Kuna Yesu. wenye wako form 4 class 8 is here. Wale watu wako form 4 ama class 8, Tuanze nao so mimi kwanza pia. form 4 na class 8 msonge mbele. Ama hata kama uko college your final year, yes okay. Ama college final year, Lift up your hands. kwa mikono yako. Lord, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu. we thank you for this. Tunakushukuru kwa ajili ya The haya. Bible says in Deuteronomy 28, Biblia inasema katika Kumbukumbu and you have established us to be the heads and not the tail. ya kwamba umestawisha kuwa vichwa na wala si And I mkia. believe and know you, God. Na ninaamini na nakujua Bwana, That there is no way they can continually sit in your presence ya kwamba hakuna njia wanaweza kuwa wanakaa katika uwepo wako and fail in examination. na waanguke katika mitihani. And therefore, in Jesus' Na name, kwa hivyo Baba, katika jina la Yesu, I pray to you, O God, ninakuomba ewe Baba, that Lord, you are quickening their minds ya kwamba Baba unawapa ufahamu to understand things the way they ought to, kuelewa yote wanaostahili even kuyaelewa, as they will be doing their revisions ili kwamba wanaposoma and preparations for the exam, na kujitayarisha kwa ajili ya and mitihani, they will be able to be aligned ya kwamba wataweza kuunganishwa to get the right thing ili waweze kupata maelezo yanayofaa, and excel ili waweze for kufanikiwa the glory of your holy kwa name. ajili ya utukufu wa jina In lako. Jesus' name I break Katika jina la Yesu ninavunja every scheme of the devil kila njama za that may shetani manifest as sickness ambayo inajotoa kama magonjwa during the time of exam. wakati wa mitihani, In the mighty name of Jesus. katika jina la In Yesu, the mighty name of Jesus. katika jina la In Yesu, the mighty name of katika Jesus. jina la The Yesu. powers of those Nguvu za that giza did not go to school ambao wanakwenda shuleni, are now claiming them to fail. ambao wanadai hawaanguke, We decree to them now, tunawatangazia hear sasa, the word of the Lord. kusikiza neno la You have Mungu lost the battle on ya this. kwamba mmeshindwa. Let go of the children of God. Waachilieni watu wa In the Mungu name of Jesus. katika jina la In Yesu, the name of katika Jesus. jina la Yesu, In the name of katika Jesus. jina la In Yesu, the name of Jesus. katika jina la Yesu. Whatever witch Kila mchawi that went and manipulated ambaye alienda na kufunga their future, their destiny, their hatima zao na elimu na masomo yao, in the name of Jesus, katika jina la we want Yesu, to destroy that Yesu foundation. na kuharibu hiyo We want to misingi, destroy those incantations na haribu hiyo by misingi fire, by fire. kwa moto In the name of Jesus. katika jina la By Yesu, fire, by fire. kwa moto na nguvu katika jina la Yesu. We thank you, God, Asante Bwana, for they are a success. kwa sababu For wamefanikiwa, you have called them such. kwa sababu umewaita hivi, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Now to sote tu wote. Mkono alafu wazazi tuwanyoshe, usikae chini, tuwanyoshe mkono watoto wao. The world imekuwa vibaya sana siku hizi. It is only God that can preserve this generation for us. Lift up your hands. Eternal Father, we thank you. We know, Lord, it is in your plan and design
that children go to school and get an education. Yes. And I know, Father, it is even in this education that they can be able to serve you effectively. And therefore, in Jesus' name, Lord, we commit them unto you. Yes. And Lord, even as they are going out to go to the schools, to the universities, to the colleges, that Lord, you are going with them. Yes. That Lord, you are preserving them. Yes. Lord, when attacks rise against them, Yes. I know you will preserve them. Yes. Lord, when foundations rise against them, Yes. I know you will preserve them. Yes, Lord. When others shall be perishing, Yes. I know you will preserve Preserve them. them. You will preserve them. Preserve them, Lord. Preserve them from every perversion. Preserve them, Lord. Preserve them from all compromise. Preserve them, Preserve Lord. them from all types of destroy. preserve them, Preserve Lord. them from all patterns that are Oh, ungodly. preserve them, Lord. Preserve them, oh God. Preserve them, For Lord. it is only you Yes. that can preserve them. Oh, yes. And therefore we commit them unto your hands, O God. Oh, yes. That they shall be preserved Yes. to the glory of your holy name. Yes. And Lord, as they go to school, Yes. we commit their teachers. Yes. Unto your hands, O Lord. Oh, yes. We commit the beds that they shall be using. Yes. Unto your hands, O Lord. Oh, yes. We commit the desks that they shall be sitting Oh, on. yes. Unto your hands, O Lord. Oh, yes. I pray that they shall all sanctified Yes. by the blood of Jesus. Yes. In Jesus' mighty name. Yes. We decree to the powers of the Illuminati. In the name of We Jesus. decree to the powers of the occult. In Jesus' To the powers of false religion. In That they Jesus' have name. no portion in their In lives. Jesus' In the name. mighty name of In Jesus. Jesus' We decree name. to all powers that In are Jesus' working name. night and day In against their lives. That they have no power over them. In the mighty name of Jesus. We decree that the seal of the Lord shall shine on their faces. And they march whatever all spheres you are positioning them in the name of Jesus. Oh, yes. We love you and we honor you. For you have heard us, O God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Just rise on your feet. Inuka tu kwa miguu yako. Inuka tu mikono yako juu. Father, in Jesus' name, we thank you. Yes. You are a faithful God. Yes. You never said the word in faith. My prayer today is that you are following your word. So that, Lord, it will be able to manifest in its fullness to the glory of God in heaven. We give you all glory for what you've done. Receive all honor, adoration for your God. In Jesus' name we pray. Amen.